baada ya kuzungumza na mtu ambaye ametengeneza tawi hili, lakini pia niko na mmoja kati ya watu wa karibu wa Harmonize, tuzungumze naye kwa hiki ambacho kiona hapa, tawi la Harmonize Kigamboni. Bwana, sio mchezo, watu wa Kigamboni mnatisha. Bwana, cha kwanza sisi tunatisha na sio kutisha tu, yani kwamba ni jinsi gani kwamba upendo uliopo wa hali ya juu kwa msanii wetu Harmonize, kwa msanii Konde Boy, na tunasema Mtwara mabegani. Kwa hiyo huu ni upendo, yani kwamba Watanzania na mashabiki wa Harmonize, Konde Boy, Mjeshi wajue kabisa kwamba kuna love, yani katika mashabiki duniani au Tanzania nchi nzima na East Africa, kwamba ajue kwamba kuna love hata kidogo ambayo wameonyesha mashabiki wa Harmonize, Konde Boy kutokea Kigamboni, Dar es Salaam. Na hii haijawahi kutokea kwa sababu support ambayo tumeonyesha wana Kigamboni, support ambayo tumeonyesha kwa mashabiki wa Harmonize, yani kwamba waone kwamba ni jinsi gani kwamba Harmonize anapendwa sana sana. Haijawahi kutokea Tanzania kwa mara ya kwanza. Na kitu kingine ambacho tunajivunia nacho kwamba ajue tu kwamba sio kwa sababu ya ndugu tu kwamba wa Makonde kutoka Mchichila, kutoka Mahuta, kutoka na Mnyamba, kutoka Nitekela, kutoka Mtimbulimbwi, kutoka na Nguruwe, kutoka na Rendele, sio sisi tu ambao tunamkubali, pia na familia kutoka nyanda za juu Kigoma. Kwa hiyo tunaposema kwamba upendo wa Harmonize haujajumuisha na wa Makonde peke yake, bali na makabila yote Tanzania. Kwa hiyo kitu ambacho tunafurahi na tunashukuru sana kwa upendo ambao tumeonyesha kwa ndugu yetu. Leo tumezoea matawi haya yanakuwa kwenye vilabu vya mpira, lakini kwa mara ya kwanza tunaona tawi la Harmonize. Hatujaliona kwa Diamond, hatujaliona kwa kina Ali Kiba, wasanii wengi wakubwa wamepita hapo nyuma. Na kusema kwamba Harmonize ni msanii ambaye anapendwa zaidi, ndio maana tumeona tawi la kwanza kwake. Unajua, tukiongea sana maneno hawezi akadhihirisha kwa kile tunachokisema, na ndio maana tukajenga hili tawi, kwa maana kuonyesha kwamba yani kuna kauli inasema kwamba kitu kwa ushahidi, kwa maana wajue na wasanii wengine kwamba hata kama sisi tunapendwa, lakini pia kuna msanii pekee Tanzania anayependwa zaidi ni Harmonize, na ndio maana tukaweka tawi hili. Tawi linajumuisha mashabiki wote wa Konde Gang, na tunakaribisha mashabiki kutoka sehemu mbalimbali, watoke Temeke, Tandika, Mbagara, waje tujumuike kwa hapa, yani kwamba wasioso wetu kwamba Simba na Yanga au mambo ya siasa, hapana, ni sisi tumeonyesha love kwa msanii wetu Harmonize. Yes. Pascali, Harmonize msanii ambaye anapendwa zaidi Tanzania? Harmonize anapendwa, ni msanii ambaye anapendwa Tanzania zaidi ya Harmonize. Zaidi ya Harmonize hayupo. Ndio maana mkafanya hivyo. Ndio maana tukafanya hivyo. Kwa vile mimi nimeshawahi kushuhudia Kigoma, wazee wameshapokea hela ya tasafu. Yaani wanaruka ngoma ya Kwangwaru kuanzia asubuhi hadi kuche. Ngoma moja tu Kwangwaru kama unaijua. Sasa mzee, kwa namna ambavyo umeona hii, na kitu gani cha kumwambia Harmonize kwa hii love ambao watu wa Kigamboni mmeionyesha? Cha kwanza sisi aone kabisa kwamba kuna mashabiki wake na wanachama, kwa sababu hii kwenye ushabiki imepitiliza. Sasa hivi tunakuja kwa wanachama, maana ukiona tawi ujue sisi ni wanachama, yani kama ni kisu kimekatwa, damu ya kwake na ya kwetu zimepakwa. Hiko cha kwanza. Cha pili, tunatumia fursa hii kumwalika msanii Harmonize na timu nzima ya Konde Gang waweze kufika, watu waje kutofungulia hili tawi kwa heshima. Namwalika Harmonize. Yani hili tawi unaona kamba tumefungua kwa sababu tu ya interview, lakini huwa linalindwa sana hili, kwa sababu hatutaki kwanza mtu yeyote aliguse mpaka afike Harmonize na timu Konde Gang nzima ifike hapa kufungulia kwa heshima, yani wajue kwamba kwa heshima. Kwa mnatumia interview hii pia kumtumia salamu Harmonize kwamba mnamhitaji aje kulifungua tawi hili? Sana tunamhitaji, na kwa sababu hii italeta upendo wa dhati kwamba sisi na yeye, na ionyeshe na ione nchi nzima na watu wengine waone kwamba kweli kuna msanii anapendwa, na kweli kwamba kuna kitu kikubwa kimefanyika kwa mashabiki zake au wanachama wake. Yes. Wapo ambao wanasema kwamba Harmonize kwa sasa hivi kama ameanza kushuka kimuziki, ameanza kuporomoka kimuziki. Sio kweli, yani sio kweli, na nikwambie kitu. Mimi ukiniuliza msanii gani namba moja hapa Tanzania, nitakwambia Harmonize. Kwanza ni msanii pekee ambaye ngoma zake akiandaa anajua aandae ngoma muda gani, aiachie muda gani,
ili mashabiki zake waweze kuipokea na kuisikiliza kwa wakati, na utaona sana, na hizi tuongei na hata ingia mjini YouTube utaona kabisa kwamba ngoma zake ndio zinafuata namba moja. Mtu mwingine akipata namba moja, basi ikipinduka siku nyingine atabaki yeye namba moja, yani mpaka labda mwaka upinduke. Ndio kitu hiko cha kwanza. Kitu cha pili, Harmonize anaposema namba moja, kwa maana ni msanii pekee ambaye yani unaweza kusema kwamba kwa sababu kuhusu Love nishaongea kwamba jisikie sisi tulivyo na Love, jisikie anavyopendwa Harmonize. Kwa hiyo tunakuja kwamba wale wanaosema Harmonize anashuka, yani kwanza watutaki radhi, kwa sababu Harmonize na kila siku anaachia ngoma, na kuanzia ngoma alizoachia toka ametoka WCB mpaka leo hamna ngoma hata moja ambayo unaweza kaisikiliza ikachuja, hata moja. Kwa hiyo ni msanii pekee ambaye hawezi akashuka leo wala kesho hata milele. Siongei kwa ushabiki, siongei kwa sababu familia, hapana, naongea kwa sababu ya ule ukweli na kila mtu anakiona. Kwa hiyo wanaosema kwamba ngoma zinashuka, hebu wajishikilie kidogo. Bwana Pasco, naam, ukimwangalia Harmonize huyu ndani ya crew yake ya Konde Gang na yule ambaye alikuwepo Wasafi, unadhani Harmonize hapa alipo ameshuka ama ameongezeka? Yule wa Wasafi na Harmonize huyu wa sasa hivi. Harmonize wa sasa hivi ameongezeka. Harmonize wa sasa hivi ameongezeka. Ameongezeka kutokana na nini? Naweza nikakuelekeza ngoma ambazo zimetisha Afrika Mashariki hadi dunia nzima. Kuna ngoma ya Amsingo. Ile ngoma ilitisha sana. Ukiachana na hiyo, tunaenda kuna ngoma inaitwa Sherehe. Kwetu ni sherehe. Ukirudi tena huko kwenye upande wa mapenzi, unakuja kwenye ngoma ya Wewe, iangalie hivyo. Alafu kiangalia, ukirudi nyuma, Kumbuka alienda kufanya muziki na wasanii wa nje ya nchi. Kwa hiyo wanaosema labda yule jamaa wa pembeni labda ndo namba 1, mimi sioni namba 1 wake. Harmonize sasa hivi kaongezeka. Harmonize sasa hivi kaongezeka namba 1 kwako. Harmonize ni namba 1 kwenu. Yaani nakwambiaje, Harmonize ni namba 1, ukatae usikatae ni namba 1. Sasa unakwambia mke ukimpenda hata watu wakwambie mbaya utamuona mzuri. Sio kweli. Sio kweli, nyie mnazungumza hivyo kwa sababu ya mapenzi. Mnamuona Harmonize ni bora kwa sababu mapenzi yamewakolea. Tena nikwambie kitu, Harmonize maisha, yani ngoma anazoziimba na maisha ya sisi vijana wa mtaani au watu wazima, yani raia yoyote, unakuta ngoma inakuhusu. Harmonize mapenzi ameanogea. Sio mapenzi na kuzilisha, sio mapenzi. Unaona kabisa kwamba sisi tunaweza kuongea hivi, lakini hata umuite mtoto mdogo, mtu yote anayepita mtaani au umuulize kuhusu Harmonize atakwambia hiki tunachokisema sisi au tunachokimaanisha. Kwa hiyo tunaposema Harmonize msanii namba 1 Tanzania au East Africa, watu tunamaanisha. Atuongee kwa ushabiki sana, atuongee kwa sababu kwamba ni ndugu yetu, au kwamba mke ukimpenda sana ndo unamsifia kwa kila kitu. Hapana, kila mtu anaona. Bwana, maneno gani la kumwambia Harmonize? Kwa sababu hili jambo ambalo mmelifanya hapa ni kubwa mno. Kuna kitu gani ambacho unataka kumwambia Harmonize? Nadhani Harmonize toka aanze muziki wake, wapo mashabiki wengi ambao walitokeza kumsifia mitandaoni, wapo watu wengi wanamkubali, lakini haijawahi kutokea hili la tawi ambalo limejengwa kabisa kwa sababu yake. Mna kitu gani cha kumwambia watu wa Kigamboni? Sisi watu wa Kigamboni kwanza tuna furaha na pia nataka hili swala lichukuliwe kwa uzito kabisa, kwamba kuna mashabiki zake tunampenda na kumjali na kumthamini, na niweze kusema katika nchi hii ya Tanzania hamna sehemu yoyote yenye upendo wa dhati kwa Harmonize kuliko wana wa Kigamboni, na ndio maana tumeamua kufanya hichi kitu kikubwa. Na hichi ninachokisema, mtu kama anabisha aangalie kwenye sherehe alizokuja mwezi mmoja miwili iliyopita nyuma, alialikwa na mkuu wetu wa wilaya hapa Kigamboni, akaja kufanya show ya Ulikesha Mwenge, uone love waliomuonyesha. Na kwa sababu sisi tunaweza kusema kwamba unaweza kusema anaongea kwa ushabiki, aone kwa love walioonyeshwa na wana Kigamboni, kwa sababu Mwenge ulikuwa Kigamboni, alialikwa Kigamboni na mkuu wetu wa wilaya wa Kigamboni, na alifika msanii wetu Harmonize, na umati uliompokea au mashabiki zake wana Kigamboni wote wameona show aliyoonyesha kuliko show yoyote aliyoifanya za sherehe za Mwenge za mwaka huu, za Morogoro, za wapi, lakini unaona kabisa kwamba za Kigamboni ndio amepokelewa kwa shangwe kuliko sehemu nyingine yote. Kwa hiyo wana Kigamboni tunampenda Harmonize, wana Kigamboni ajue kwamba tunaonyesha love ya dhati, na ajue kabisa kwamba ni katika watu mashabiki duniani au mashabiki nchi nzima Tanzania, basi kuna mashabiki ambao wanampenda kwa dhati kutokea Kigamboni. Yani hata kule nyumbani Mtwara,
Kama nilivyokutajia mwanzo, hata akienda Mchichila, yani kule hamna watu wanampenda. Wala hawampendi Harmonize kuliko. Hapana. Bana basi kwa Kigamboni mna mapenzi zaidi na Harmonize kuliko hata mkoa alikozaliwa. Kigamboni kiboko. Kigamboni ni kiboko. Kutokana wanakuambia Kigoma ni mji lakini Dar es Salaam kiboko. Nakwambiaje, Harmonize Kigamboni anapendwa sana tena sana. Anapendwa sana. Okay, bwana, hili ni tawi la Harmonize na hapa nilikuwa nikizungumza na watu ambao wamehusika kuitengeneza. Niko na Pascal lakini pia nipo na mtu ambaye anajulikana kwa jina la Konde, mara nyingi huwa tunazungumza naye. Tawi hili liko maeneo ya Kigamboni. Watu wa Kigamboni wameonyesha mapenzi yao makubwa kwa mwanamuziki Harmonize. Labda kwa hichi Harmonize alikuwa chochote cha kuwafanyia ndugu zake, sababu hatujawahi kuliona kwa jambo kama hili. Ndio kwanza tunaliona hapa. Unaweza kuacha comment yako tuweze kwenda sawa zaidi. Asante.